Salamu alaykum. Wa alaykum salam shehe. Vipi bwana? Safi, hali yako? Nashukuru Mungu. Mimi naona wapita hivi wakimbia mbio mbio kweli. Huko uenda wapi? Bwana mimi hapa kuniona naelekea hivi. Mguu uone kuelekea kwako hivyo. Wewe watokea wapi huko? Mimi bwana natokea zangu baharini huko. Ala, natoka zangu kuvua huko. Bwana napata visamaki vidogo kweli kweli na vidagaa. Mimi leo napata samaki 2 hapo. Samaki wenyewe wako wapi Shemtoi? Pamzuzu napata samaki 2 tu hapo. Samaki wenyewe hakuna. Huko baharini yenyewe maji yaenda pwipwa. Bo, kidogo tuzame. Wasema kweli wewe? Ndio hapa napata vikachara vidogo hivyo. Ala, alafu nawe wataka tena. Basi mimi ningepata hata mmoja sio mbaya. Shida Shemtoi wewe kuna tamaa sana. Tamaa vipi ndugu yangu wewe? Sawa, sina tabia ya uchoyo mimi. Sawa. Ndio. Sasa bwana Kamzuzu, leta kaifa. Mimi niona hapa. Naam. Nakuja lengo ni shauli. Yeye Kamzuzu nataka niende mjini. Hivi nasikia vibaya ama ni wewe waongea? Mimi wewe nataka niende mjini. Shemtoi leo atakaenda mjini. Ndio. Huko mjini wamjua nani? Baba Sheila shemeji yangu. Ndio akupokea. Mimi mjini nataka niende katafute kazi. Umeshaona maisha yenyewe nayoishi pale ndugu yangu. Taishi mpaka lini mimi kwenye kibanda cha matope pale? Nataka walau na mimi kidogo nibadilishe maisha, niwe kama shemeji yangu Baba Sheila pale. Shaelewa? Sasa wewe Shemtoi, hizo tamaa. Pale ulipo ulali? Nalala. Uli? Nakula. Sasa hizo tamaa wapeleka wapi? Mimi nitatumia kibatali mpaka lini pale? Yaani wewe kisa unajidume jenzio unapandisha ukuta wa bloku pale, nawe waingia tamaa. Sio tamaa hizo wasemea wewe. Yanamaanisha mimi pia nataka nibadilishe maisha. Sawa. Sawa, telea. Kwa hiyo bwana, lengo kasema nije unishauri, walionaje hilo swala? Sawa, wataka ushauri gani? Si ndio kama hivyo kwamba washauri walionaje kwamba niende ama nisiende? Shemtoi. Wanipata Sawa. Sasa wewe watoka huku waenda kwa jidume jenzio huko mjini. Hayo matusi sasa. Sio matusi, Ashakum sio matusi. Umaanisha vipi? Wewe, Mama Sheila yuko wapi? Yuko nyumbani hapo. Uko nyumbani hapa kijijini, si ndio? Ndio. Sasa wewe wanyanyua hizo mbariga zako waenda mjini. Kwa jidume jenzio, mwende mlale huko, sijui mwenda kufanya nini. Sio hivyo amaanisha wewe. Yaani namaanisha mimi nafikia pale sio kama tutakaa chumba kimoja. Sheila kule ya nyumba 2. Anigeelea kule wapi kule asemaga kule wapi mimi sipajui huko. Mjini wenyewe wana majina yao. Waita vipi vile? Shapasahau kidogo. Hiyo itakuwa Stanford. Uko sahihi kweli. Stanford. Nakumbuka pia Mama Sheila juzi kasema ni Stanford hivyo hivyo. Stanford. Sawa. Mimi nikuulize tu swali moja. Niulize. Sasa wewe enda mjini. Mkeo umwachana nani? Sina mwacha mwenyewe. Mimi nikajua uenda na mkeo. Kwa sasa navyoenda namwacha yeye.
ikienda tafuta maisha nikayapata naja kumchukua. Sasa ndio konti yangu iko wapi Shemtoi? Wamwachana nani? Wewe ukienda kwani kuna ubaya kwenda kumtizama? Hakuna ubaya. Mie? Ndio, wewe ndugu yangu mie, wewe rafiki yangu mie. Sasa wanaacha mkeo. Sio hivyo bwana, Kamzuzu na kujua vizuri habari zako wewe. Wewe Kamzuzu amchukua mke wa Shehe Juma pale, upata habari zako wewe. Sio mimi bwana, acha mambo yako bwana wewe. Walinisingizia hapo. Wapenda ubasha, walikusingizia wapi wewe? Sawa, wewe ndugu yangu sikatai, nitamtizama asubuhi, mchana, usiku. Usiku hapo kwenye usiku toa. Mbona ungangania asubuhi? Sawa. Hapa asubuhi mwisho saa 6 hapa. Sawa. Hapo wewe nenda. Sawa. Sasa na wale mashamba wamwachia nani? Mashamba wazo langu ilikuwa ikifika huko penye nikipata kazi hapo na kupigia wewe simu. Wale vijana wale wa kule bondeni wale wewe wasimamia. Unitumie pesa yangu kuwalipa, si ndio? Mie na kutumia pesa wewe walipa, sio pesa yako wewe. Wewe watuma pesa kwenye simu yangu. Sawa. Hilo halina shida. Hiyo limeisha. Kwa yule mzee kule mjini ana nyumba mbili pia. Ndio. Ila pata wapi pesa ili? Lile bwana lile, ule pesa zake ile bwana natoa kafala nduguze. Yule mama yake ule mzazi na mtoa kafala. Mkeo yule wa kwanza ule tono kumuoa kule yule kamtoa kafala yule. Sasa Shemtoi, nikuulize ndugu yangu. Ndio. Wewe haya yote wayajua, lakini bado wachukua jidada lako wapeleka kule likaolewe na lile jamaa. Kuhusu dada yangu mimi mama Sheila manta shaka. Alikitolewa kafara. Yule bwana ashajaribu mpaka mama Sheila hivyo. Kashindwa kagonga mwamba pale. Wacha. Sisi wafahamu wetu na bibi yetu ule wa kule wapi kule nani? Si Binsongo? Huyo. Ashafanya mambo pale. Yeye ndo alichunguza yote, kagundua yote yule bwana. Na akasema, "Wewe manta shaka, wewe nenda kakae pale." Kamteneza vizuri, kamfanya vizuri yule pale. Na jaribu yule bwana anashindwa mpaka ananyosha mikono. Hivi hapa unavyoona mimi naenda kule, mimi natambua siri zake nyingi. Ndio maana paka na shemeji manta shaka, wewe njoo tumie nakupa. Ndio maana nigia nyumba yake ya kule polini kule. Sasa jamaa kumbe la dini na rarabisa. Kumbe jamaa anatoa kafara namna hiyo. Hatari. Sasa mbona akisalisha kama wewe wapenda pesa ndogo ndogo wewe. Jazali sasa. Mbona akisalisha msikiti anasalisha vizuri kabisa, maskini ya Mungu. Hizo siri za watu hizo. Wazungu wasema innocent. Aonekana innocent kabisa. Ukimtazama usoni hivi kama sio yeye vile. Kumbe yeye ndo muuaji. Wasema umzanie sio. Ndio maana vipi tena? Kuna siku lile jibwana lilinipatia 1000. Ala, wasema kweli? Usiku nilitandikwa mikwaju. Sijui antandika nani. Nilitandikwa mikwaju. Sasa ile wenyewe wallahi sitakaa nisahau. Ile misukule yake. Ile mashine unaona kila siku ya saga ile. Wewe hujaipita usiku pale kutasikia usiku wa manane mashine ya saga. Utakasemelana na saga pale usiku. Misukule ya saga ile. Kwa usiku ukifika wale wote wenyewe chukua pesa kwake wale wafuata usiku wapigwa viboko kweli yani. Hebu tuachane nayo. Iliingia huko Tuachane nayo asija kanifuata usiku. Tuacha. Sasa samaki. Basi tuelekee kwako wewe uko na mfuko kule ukanigie. Sawa. Basi nina shida tuweza kuona. Bwana, huyu jamaa atandika mikwaju kweli. Bwana kamzuri. Mwanamke gani wewe usiotulia nyumbani? Angalia mijira staika mijoka. Mwanamke gani mwanamke wa shehe unakuaje kwa namna hiyo? Mwanamke wa shehe unakuaje namna hiyo? Unakuaje? Haiwezekani leo wala bakora. Leo nakutia bakora sina hata huruma na wewe. Nakwambia. Leo nakutia Nikusamee nini? Leo nakutia bakora. Wewe vipi bwana? Shehe Mzuzu kumbe upo? Ndio nipo. Samahani. Wewe bwana funga lango kuja hapa. Hapana. Shona vya kuona wajiziruba macho hapo. Ala nasuma kwa kweli aona yote. Umeona?
Funga lango na kuambia nkuja hapa. Hapana, mimi kwa bahati mbaya tu. Na sivyo nitamwita tena huyo bwana wako aje kudunde na huko. Funga lango bwana. Oshi mwenda wazimu. Wakimbia. Kuja nikomoa mbwa wewe. Mpuzi mmoja. Jana mkega nilarudi asubuhi hapa minywele tim. Kani joka. Na usirudi hapa. Labda nisiwe mimi. Mwenda wazimu mmoja we. Sheila we. Sheila we. Bema. Ina maana usikii mtu angonga mlango? Mama, mimi sijasikia. Asugue mwanangu basi hanenda. Sama. Mtoto subhanallah. Fanya haraka. Sheila. Wow. Nani huyo? Ankali. Kaka Shemtoi Hey. Karibu. Asante bwana. Bali za hapa bwana. Salama, salamu. Waalaikum salaam, waendeleaje? Salama, hali yako? Kama hivyo waona. Ankali Sheila, waendeleaje? Salama ankali, salamu alaykum. Waalaikum salaam. Mbona wajisomea mwenyewe hapo? Najisomea ndio. Haya, vipi dada? Hebu niambie. Haza uko utokako? Bwana mimi nitokako huko bwana, uko salama. Sijui hapa nyewe na nyumba zangu mimi waendeleaje? Sie tuko salama, onsalmini. Vipi Ufilisa, endeleaje? Vyako bwana, endelea vizuri tu. Unzima uko nyumbani? Make kutembea kuja kwangu hawezi kabisa eti. Mwenyewe mjua yule kikaa ndani huyo kama nzio kuchemsha giri. Sheila mwanangu. Sheila. Uko jikoni kuna nini ukamletee mjomba yako? Maana sijui itakuwa njia hiyo ya mzuzua. Hana mbilo atoka shamba mdavu. Bwana mimi hapa limenileta moja. Hapa hivyo ulivyoniona nimetoka zangu shamba. Lakini sasa mimi bwana nataka kusafiri niende zangu mjini. Wajua Shemtoi kakaangu, mimi sikuelewi hivyo. Kwa mjini naenda fata nini wewe? Ni bwana maisha hapa yamenishinda. Nataka kubadilisha maisha. Wala hata kidogo dada yangu na mimi niwe kama wewe hivi maisha yako mazuri. Allah, subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwamba ukipika uko mjini hizo hela wazikuta wachume tu kwenye miti. Mwenzangu shemeji uko mjini apambana na mimi pia nataka nibadilike. Nitaishi paka lini mimi pale kwenye kibanda kile cha tope? Kwa hiyo ndo ukakaa na huyo mkeo huko mkashauriana ukatoka hapa nende kwa dada nikamwage dada niende mjini kutafuta maisha mazuri. Hivi kweli Shemtoi akuingilia akirini hiyo kaka yangu wewe? Juzi tunaenda panda mnazi pale natafuta pakacha. Wampiga chini. Je, ningeipata hiyo nazi je? Tuliache hilo. Na amka asubuhi tu jana asubuhi. Wifi yako unamuona hapo amchanja chale ya shingo hiyo nakwambia kama amegemwa na panga. Mimi nimechoka kijijini hapa dada yangu wewe. Wewe niache tu niende zangu mjini huko nikajipambanie mwenyewe. Mimi nipate kibanda changu kama hiki hapa. Au wasemaje hapo? Hebu niambie mwenyewe wasemaje hapo. Kingine ninachoomba mimi dada yangu, wifi yako Lisa yule usinitupe. Shaelewa bwana. Ninachotaka mimi natoka hapa na kuacha wewe. Wamtazamia kinachoendelea mimi wanitaarifu. Pia nikiwa huko mie na kupigia simu wewe nipate kuzungumza naye. Au alionaje hilo? Aweye tena Shemtoi kaka yangu. Hilo bwana halina shaka hapa nyumbani Lisa muda wote akaribishwa. Tashukuru sana. Sio yule bwana wifi yako ana simu bwana. Pengine kienda zangu huko mimi kirudi tafutie kiji smartphone naye apate kupeluzi kwa kidole. Sawa bwana. Kama wewe hivyo waveluzi hapo, shemeji yangu kasha kumlek smartphone cha kwako wewe hapo via ujionaje hapo? Shemtoi wewe kaka yangu. Bwana. Wallahi una makubwa wewe. Wewe acha tu. Kimdi zangu hapo nakuja na zawadi 2-3 namwachia mjomba wangu pale, vijijauli vya mjini, madaftari ya shule. Bwana. Shemtoi kaka yangu, ambie naye ataka mambo wifi Lisa ya kupeluzi, mambo ya dole. Mashaallah. Hivyo tu bwana. Ni haba lakini. Bwana mimi sijui niwaache. Wao sijari. Eh. Kwa hiyo kula tena ndo basi.
Bwana mimi kula bwana hapa. Wanatoka na njia zako huko, asema nende kwa dadangu kula, au kwa sababu shalibwaga lilokuleta wewe tena kula basi. Ufyako bwana mimi namjua. Yaani mimi nitoke hapa nifike kule amepika chakula mwambie eti nimekula nikotoka. Ugomvi nakwambia sio. Kwa hiyo bwana wewe mwachie Sheila atakula mwenyewe bwana. Watu na mahaba yenu ndindindi. Awe Sheila. Sheila wewe. Haicho chakula basi tena mjomba wako Shemtoi ageairi. Nifanye kumsindikiza. Hata kusindikiza huyo mjomba wako. Mie tena hapa nafanya mambo ya dole kupeluzi. Dada mimi kwa kuache. Shemtoi wala skutot. Hata kusindikiza huyo msindikize kitako. Ukifika basi tuwasiliane Shemtoi. Na sisi tunaenda mjini ndugu yangu. Mashaallah. Awe tena na huyo ankari wako. Halafu basi mwanangu jiandae, swafaa kwenda madrasa weye. Time ndo hii mwanangu. Madrasa basi nilikwambia naenda kesho. Hawe wataka kunsemaje kana kwamba madrasa huendi weye? Nitakutandika mikwaju, kachukue juba uende madrasa weye. Mtoto mpumbavu sana we. Fanya haraka. Una adabu weye. Wallahi mimi nimechoka, mtoto mkaidi kama nini? Astaghfirullah lazim. Hebu mimi leo zangu nikafanya idada exercise. Mambo mpaka wapi? Baje na mosi na nimepiga mnakutana. Semeni. Asalamu alaykum mke wangu. Wa alaykum salaam mume wangu. Karibu. Asante, habari za hapa? Za hapa salama kama ulivyoniona. Haya kunani huko? Maana nina njaa kweli, umelima eka 3 nzima leo. We Shemtoi. Eka 3. Shaanza kubishana tena. Ya nini kujitesa mume wangu? Riziki mke wangu, natafuta hela. Swajua na kwamba na safari ya kwenda mjini mie. Haya sawa. Kama unavyoniona, hapa nachuma mboga ili nipike chajio. Kwa hata vimiogo viwili tu mke wangu hakuna umo ndani basi nile hata at least nitoe njaa. Hakuna mume wangu. Wewe mwenyewe si umetoka asubuhi umeona hali halisi. Haliteti maisha magumu. Haya tuachane naye. Nitoka huko zangu kwa ifi yako ifia kusalimia. Sheila. Haya, salamu zimefika. Haya bana niko ndani huko mimi niingie mpumzike. Haya mimi basi ngoja nimalizie hapa. Sawa, sema ujiandae basi uniandalizie zile nguo zilizojua kesho utakao nisafiri niondoke. Sasa ile shati sio utafanyaje? Makunyanzi yale napigia pasi wapi mimi? Basi kama vipi weke mkaa kwenye sufuria upigie sufuria basi. Sikuna ile sufuria limekaa vizuri chini ile ukiwekea pale shati ile kwa vizuri vile vile. Ile nipa Sheila. Haya Sam. Uko ndani ni? Niingiza jembe. Shemtoi, kwanza salamu alaykum. Wa alaykum salam. Cha pili sina maneno mengi leo. Yaani sitaki kabisa tuongee maneno mengi. Nachokuuliza huko nakotoka umezurura, najua mchana kutwa siji wapi. Umenionea wapi mke wangu? Na anasoma kweli wewe. Wewe unilizamia habari za mkeo unazijulia wapi mimi? Sasa washtuka nini? Sasa wewe unilizamia mkeo nakuwa naye mie. Kwa hiyo mimi nakosea kukuuliza, mbona washtuka? So wakosea. Mimi natoka zangu huku, nakutana wewe ghafla uniuliza habari za mkeo, mimi nalala naye. Nakuuliza kwa sababu juzi kanirudia asubuhi. Jana karudi asubuhi.
Kila siku yeye wakurudi asubuhi, mimi nywele tim kama sio mke wa shehe. Sasa jana nikantia bakora, leo tena karudi asubuhi nimemtia bakora, kakimbia. Sasa sijui alipo, namtafuta mpaka hivi sasa sijui alipo. Na kuuliza wewe hapo washtuka nini? Nikukatishe kibandiko, mwanamke apigwi. Ulichokosea wewe kumtandika fimbo. Huyu naye wewe chukulia mfano, ungekuwa wewe mimi nakutandika fimbo nimekufungia ndani. Ushanifahamu Umenye lazima ungekimbia. Hapo wewe unatakiwa kufanya hapo wewe. Mwite mkeo itawazaziwe itana wazee wako wewe. Sentoi nikwambie kitu. Zama hizo za kuita wazazi zilikuwa huko, sio hivi sasa. Kwa watakusemaje? Sio hivi sasa. Watakusemaje? Mimi nakwambia yule hatanielewa. Hatonielewa hata ukisema ukae naye vipi na wazazi na nani hatoelewa. Sasa watakani ule nakwambia sasa uelewe yule mwendo ni bakora mwanzo mwisho. Sasa hivyo wewe wafanya wewe. Na wewe sioni hata unachonishauri. Maana mpaka hivi sasa tumekutana hapa lakini sielewi unachonishauri. Sijui nielewa. Mwanamke apigwi, mwanamke sijui anabembelezwa, sijui anapelekwa kwa wazazi kwenda kukaa, sijui kuongea vitu gani. Sio kwa mwanamke wangu yule. Sio kwa yule mwanamke. Kwa watakusemaje? Yule ni mwendo wa bakora. Yule ni mwendo wa bakora mpaka atabadilika. Mimi nakwambia. Sasa niko kusema kuongea ni uongo. Sasa sikia nikwambie. Wewe kama unataka kutumia mfumo huo, basi miaka yako yote huwezi kuishi na mwanamke. Mimi nakushauri nakwambia hivyo kweli. Yaani sikuelewi kabisa, sikuelewi unachonishauri. Naomba nipite, endelea na safari zako. Wewe kweli sio mzima wewe. Alio mwenye na maisha yako. Ida gani? Lazimu kweli. Salamu alaykum ustazi. Wa alaykum salam. Haya, wewe leo vipi? Ndio nyumbani kuchukua juba. Waenda nyumbani kuchukua juba, waenda kwenye mizunguko yako. Wewe nakujua wewe. Nakujua tabia yako vizuri. Hii wiki hivi sasa sikuoni chuo. Wa shida gani wewe? Tumbo linaniuma. Tumbo gani hilo la kuuma wiki nzima? Sikuoni chuo. Tumbo gani wewe? Wewe kila siku yenu ukosi visingizio, kila siku wewe. Mimi nishatoka kukutia bakora bana. Maana tunakuelekea nitakuja kuua kabisa. Unanielewa? Na ukienda huko umwambie mama yako uje naye chuo. Usije wewe mwenyewe. Na kwanza kwa nini hujavaa juba? Watembea mtaani hivi kama toto la mtaani, kwa nini huvai juba? Nilikuwa na kulichukua. Na ndio uende uje haraka. Sawa? Maana hii tabia yako mimi nishachoka kuvumilia. Sijui wanisoma uje na mzazi wako. Maana leo naweza nikakutia bakora mpaka ukaenda huko kwenye mizimu ya mababu huko. Uje na mzazi wako, umenielewa? Mkweli. Haya, nipishe mimi. Shempe mume wangu. Ndio mke wangu. Mimi kila kitu tayari nishafanya. Shakuandalia nizo tayari. Yaani hapo mimi niseme nashukuru kweli, maana wafanza vizuri kweli yani. Hapo mimi kesho asubuhi ningepanda zangu gari hilo. Nikaa zangu kwenye basi pale, wanitazama watu wale. Yaani basi sima wote wanitazama mimi na wakaunda suti yangu. Simtoi. Mimi huyo. Kukumbushe kisa kimoja hicho, miaka ile ambayo Nyerere yapigana vita. Mimi nikuepo Kariakoo pale. Wewe simtoi. Kariakoo gani? Kariakoo wewe waifahamu wewe, Nzizo aitwa Mzizima. Wewe wakuepo wewe? Mimi nakwambia pale Mzizima mie meuza kahawa pale. Kahawa, meuza kacholi, meuza sijui vijinini vile, nakwambia mimi kipita kila sehemu kule kote, si gerezani, kabla haijaitwa gerezani hiyo. Basi nauza zangu kahawa na kashata. Shanifahamu hapo? Nakwambia napita mitaa hiyo, kila sehemu wanaita Shemtoi. Paka nachanganyikiwa, najiuliza mhudumie nani mwache nani? Haya sawa. Tumekaa muda mrefu mimi na wewe.
Mbona sijakuona unauza hiyo kahawa sijui na nini kashata? Liamua kubadilisha biashara tu. Asa wauza kashata huku na wewe, ukashata wamuuzia nani? Kashata za uzwa mjini huko. Huku sie tulime mpaka basi tutoke migungu. Sasa Shantoe mme wangu. Nakusikiliza mke wangu. Unapoenda huko mjini. Usije kanisahau mimi mkeo hapa nyumbani. Maana huko kuna wale wasichana wanavaa ile vinjunga vya humu. Mimi tena na gunia yangu nanisahau. Yaani katika vitu ambavyo sivifanya katika maisha yangu mie, kuanza kuchukua vile vidada ambavyo vimevaa visketi vya na vichukia hivyo. Mie nakupenda wewe vio wapenda kuvaa mavazi yako full mpaka chini. Light kama nikisema nawe nikuweke uvaa hivyo, sasa hivi ingekuwa siku na wewe. Tuache hayo. Kesho asubuhi mie nataka niondoke alfajiri mapema sana. Shantoe mme wangu. Alfajiri tena? Kinachonitoa alfajiri saa 12 kuna vitu nataka niviwahi mie. Mapema nikavichakate hivyo vitu mpaka nafika stendi pale. Sasa gari inaondoka hapa saa 4. Hivyo vitu gani? Tunafanya alfajiri. Kutana na mizimu huko njiani. Nataka niende kwa mzee Osman. Mzee Osman kuna kitu tulikiongea nitakiwa nigee mimi niondoke nacho mjini. Si unajua mwanae yuko mjini? So tuliongea kwamba lazima nipite pale nichukulie hivyo vitu nipelekee kwa mwanae. Hivyo tu mke wangu. Mimi na mashaka mme wangu. Ila nakuombea tu kuna coin ufike salama na urudi salama. Basi bwana twende tukapumzike maana kiza chaingia hiki. Na venye umempikia miogo leo kwamba imeshiba ndindindi hapa. Wewe mwanamke waniwezea wewe. Ilikuwa tamu Bala. Kiranga kijage kwenu. Hey, michupa itatosha kweli? Kaka, kilo moja wajaza trakta zima. Sasa kaka, huko tauza shingapi? Mtekapata wazimu, ashindwa kuvumilia. Kwangu wakati yatimu, huba nikampatia. Mtoto ntamu. Siamfukuze tena. Mandonga liko ukunda. Sije kufa ni. Wajiona jeharamu. Habibi, mi hapa nakusanya chupa zangu nkauze ipate 200-300. Kwanza leo kuna machupa. Kuanzia leo Hela sikupi wewe. Sasa hela zenyewe unanipatia hazitoshi hata kahawa juisi ya mtende. Wanipa ndio lakini haitoshi. Kwa hiyo hakutoshi? Haitoshi. Eti tisishika. Sasa hii ya nini? Kama mtoto shika. Alafu wewe mambo kuchezea vikapu vyangu vya kwenda kuchukulia samaki feri. Mimi sipendi mchezo huo ujue. Shika. Mimi siendi bwana. Mimi siendi. Kama mtu biashara space ndio? Mimi nakataa siendi. Au tani ndio? Asiendi. Shika. Haya nitajeuri siku hizi. Haula bwana kuwata. Shika. Nenda. Nenda. Nenda.
Amesha kwa nini? Nenda, hajaruhusi ndio? Bwana mimi siwezi bwana. Nenda uende. Sasa mbona? Nenda uende. Mimi mke wangu. Nenda uende. Basi mke wangu. Shika. Nenda. Nenda uende. Nenda mke wangu. Shika. Nenda. Nenda. Nenda nikutafutie pia unisumbue. Shoga yangu, umelionaje hilo swala la wazazi kuhusu michango? Mzangaza sielewi. Maana kama yule mamake Abdalla, msumbufu kweli. Yaani licha ya kuwa watoto wao tunawafundisha vizuri, lakini bado wamekuwa wagumu kutoa michango. Yaani kwa kweli kuhusu ile swala la mchango, sijui tunafanya nini, maana tunapata shida sana. Alafu kingine shoga yangu. Niambie. Nikosi yule Mwalimu Juma. Kafanya nini tena? Mwezi namuelewa hatari. Kweli. Yaani nampenda kulile mwalimu. Analijua hivi? Hapana, hajui. Sasa inakuwaje? Kola siwezi kumwambia sasa. Sasa hapo ndo utakapofeli. Sasa namwambiaje? Kwa hiyo cha kufanya. Sijui. Basi sawa, kwa kweli rafiki yangu nitakusaidia. Kweli. Hilo niachie mimi. Nitafurahia. Kweli? Kumbe wewe ulikuwa bomu ndani. Nimechoka tu, sina ndio uchungu safari. Afu ndani joto. Sasa shoga yangu, pepo kwa ndani kuna chochote maana nisikia ndio hatari. Hapa ndo natoka niende nikaandae chochote kitu. Unaelewa tena na mgeni hapo. Sawa. Wewe subiri hapa dakika chache tu nitakuwa nishamaliza. Temu niache kwanza. Ila sala piga simu. Ala. Hanye vipi hapo? Na wauliza hapo vipi? Humda swala huu. Mwaka vibarazani kutwa umbea. Yaone misuri ilikuwa shuka. Kwani unai? Sio stazi wa kijiji, anifanya kufuatilia maisha ya watu. Astaghfirullahil azim. Vijana mwaharibika. Acheni umbea, humda swala. Katawaze mkaswali, wengine mwa majanaba hapo. Wewe baba. Sio ndio na misha zako? Wewe mzee wewe. Kukaa kufuatilia mambo yetu sisi, wewe anakuhusu nini? Koja niondoke, sije nikantoka la kumtoka nikajikuta nenda kuharibu ibada yangu bure. Embu nenda mwana wewe, eti stazi. Sasa hata kwanza kanitongoza juzi. Mimi nimekutongoza. Sio wewe. Hebu niangalie vizuri. Kuangalia vizuri kichobadilika hapo ni nini? Ustazi wa uongo kabisa. Nenda bwana wewe. Ngoja niondoke sije nikachafua hali ya hewa bure. Asalamu alaykum. Wa alaykum salamu habibi. Mambo? Shikamoo. Haya. Wele wansalimia wataka kunyima nini wakati ushanipa? Bahati mbaya ilikuwa. Bahati mbaya? Ndiyo. Bi Halima ilikuwa bahati mbaya? Ndiyo, ilikuwa bahati mbaya, sikudhamiria. Kudhamiria na vile ulikuwa sema Shemzuzu, shika huko, shika kwa chini kidogo, huko sishikwagi. Leo bahati mbaya. Yeah. Leo bahati mbaya. Sasa si ilikuwa bahati mbaya, afu useme kwa nguvu watu wanasikia. Eti hivyo. Hakuna hata mtu asikie hapa. Watu utasikia, alafu sitaki mimi swala. Leo utaki. Na unkuja mwenyewe kule.
Sitaki, nampenda mume wangu na pia nishakwambia bahati mbaya. Mume wangu alivyokuwa ananipiga sina pa kukimbilia ndo nikajikuta nimekimbia. Sasa naomba Mungu akudunde tena uje. Taka. Nisikize. Mwenzako mimi nimekufa nimeoza kwako. Wajua ile hali ulionionyesha mwenzako akili haikai. Sitaki. Kwa hiyo nipi tena? Nampenda mume wangu. Pampenda mume wewe mwenye akudunda kila siku kama mpira wa kona. Hata kama anapiga lakini ndo wa kwangu. Wewe uko tayari kuvunjwa miguu na hiyo shingo? Lakini ndo sitaki. Hiyo shingo bwana isije ikavunjwa mwenzi. Wewe nakutia mwizi, sitaki uniguse. Wewe kunitia mwizi hapa? Ndio. Nimekuibia nini wakati ulinipa mwenyewe? We vipi? Napenda ukinuna. Sitaki. Nakuitia mwizi. Kwa nini unagusa? Na siku ile nilikuwa nakugusa eti hapo. Nisikize. Wacha kujifanya utaki. Ngoja mimi niende. Kwenda wapi mtoto mzuri wewe? Angalia kaumbo kake. Kama katotoka shule. Sasa mie huko natoka zangu nyumbani. Naenda sokoni. Nimedundwa huko. Wewe si wadundwa? Niye nimedundwa kila mahali kwa umma huko. Wacha kucheka. Sio ya kucheka hayo ati. Fanye tena. Mume wangu akijua. Mume wangu akijua mimi namjua. Kwani ile siku ile ukupenda? Ukupenda? Ndio. Ona na mimi macho yake Ndio. Yalima, ona ulivyo mrembo, ona vile anatabasamu. Yate bwana, watu wataona miate. Tizama, hakuna watu. Mimi naomba niende. Lakini si wanipenda. Ila mimi Mungu asikie. Kwani wewe utamwambia wewe? Basi kidogo. Afu wewe kuliogopa hilo bondia lako. Hebu kidogo. Namba basi veni. Unataka kwenda? Haya, waenda wapi? Enda dukani. Hivi unanipenda kweli? Sasa hilo swali la kuniuliza. Hilo pigia majibu hilo mstari. Pigia tiki hapo. Mimi nataka uachane na mkeo. Niachane na mandonga. Hizo kuachane na mkeo juko. Sasa nikimwambia tuachane si ndo atanivunja kiuno yule. Basi kumbe unipende. Basi itajitahidi nawe. Sasa unakuja kunitolea barua. Nikutolea barua? Na huyo bwanako? Nenda ukitoka kwenda kuomba taraka. Eti. Akikuua? Si nenda kuita wazee wanaotufungisha ndoa, nataka taraka yangu. Kwa ushakufa wenda kuita wazee wakupe talaka. Ushakufa hapo. Kabla hata kunipiga nenda kuwaita wazee anipe taraka yangu kwa mtu maisha yake. Sawa basi. Basi hilo laisha hilo. Kweli? Laisha. Sio kanidanganya. Hilo laisha wallahi nakwambia. Laisha hilo. Baadaye tuonane basi. Akitoka. Sawa. Bye. Hapo hujapaka perfume tu lakini wanukia. Toto wewe, toto si toto. Malaika si malaika. Hata ntoa roho. Sijui natoka wapi na lile jimandonga mielani dunda kiapa kila pali kuna uma. Bye habibi. Tata mtoa roho. Niende sokoni. Kichelewa sije nikadundwa tena. Odi odi. Shemeji Tamzuzu.
Assalamu alaikum. Walaikum salam shemeji, karibu. Asante, vipi hali yako? Salama, karibu. Asante bwana, wajionaje na hali? Ni mzima. Hii nakuletea wewe. Jamani ya kwangu shemeji. Hiyo tafuta mzee Juma kule akufulie, maana mie kufua hizo siwezi. Basi nashukuru. Sawa. Basi karibu. Tiapo. Asante sana. Karibu tuketi. Asante sana. Karibu shemeji. Nashukuru. Leta kaifa shemeji. Karibu sana shemeji. Asante. Bwana vipi? Ashaondoka? Shemtoi. Shaondoka alfajiri na majago yake. Kumbe ashaondoka. Kwani hajakwambia? Bwana mimi yule bwana nakutana naye juzi. Akaniambia anasafiri. Lakini hakuniambia asafiri lini. Basi leo? Ashatimwa mbio. Sasa shemeji, si ungenikaribisha ndani? Shemeji. Sasa ndani kufanya nini? Sundra. Sawa. Sasa shemeji, sijui hata nianzie wapi. Popote pale shemeji. Ila shemeji yangu, sikiliza nikwambie. Wewe ukiona shida yoyote ile, hata ya pesa, samaki, si unajua mambo yangu ya kuvua kule. Jamani. Wewe niambie tu. Basi haina shida. Wewe mtume mdodo aje pale nyumbani aniambie bwana. Lisa ana shida. Dakika moja tu niko hapa. Chochote. Kwanza samaki wa juzi walikuwa ni watamu. Mashaallah alhabibi matashuda. Utaniambia nini hapo? Ni mwenye mtamu shemeji. Jamani shemeji. Ni bwana, yule bwana mimi aniatia maagizo. Usanipata? Maagizo gani? Aniatia maagizo mimi nikulinde wewe. Kwa hiyo shemeji yangu, mimi nitakuwa nakulinda mchana, jioni, usiku na nitakulisha. Shemeji, mimi mbona hajanipa taarifa? Sasa hayo makosa ni yake. Shemeji, kwanza usijali. Mimi niko salama. Hata usiwazi kunilinda. Mimi nitakuwa sawa kabisa. Sasa sikiza shemeji, nawe usiwe kama mtoto. Mimi shemeji ujue na kuelewa hivyo. Na hapa kama trekta ishazimia shambani katikati ya shamba ikiwa inalima. Sijiwezi kwako mashallah. Kamzuzu. Haya, unanielewa vipi? Nakupenda. Mtume. Wewe Kamzuzu. Nabaika. Mimi si mke rafiki yako wewe. Ndio najua. Hiyo maana nataka nikulinde. Wewe Kamzuzu wewe. Unajua mimi nakuheshimu sana. Mungu wako. Una haya wewe. Ninayo. Eti unanipenda. Jamani, wewe si shemeji yangu. Kinyama cha hamu. Ukiendelea na hii tabia, nitamwambia mkeo. Sasa shemeji, uko kugombanisha. We mpumbavu nini? Nakuomba ondoke kwangu. Nyanyuka, ondoka Kamzuzu, sitaki kukuona. Kamzuzu, simama ondoke. Sasa mbona wanifukuza shemeji? Tena subiri nikupe nazi yako. Yashakuwa hayo tena. Fanya kuondoka. Mbona wanawake wazuri mwa hivi? Nakuomba uondoke. Nakuletea wewe. Na nirudi Shemtoe, nitamwambia. Na yule anipatia mimi ruhusa. Nakuomba uondoke. Tulia. Sasa mimi nakupenda, sasa wanifukuza. Ondoke, sikutaki. Basi nisikilize, basi nisikilize nawe. Wataka kuniua tena?
usirudi kabisa hapa, mpumbavu mmoja wewe. Wifi, mimi nimekuja hapa, naomba nizungumze na mume wangu. Nina mazungumzo machache na yeye. Lakini mbona kinyonge Maiwizo, kuna usalama kweli upotokako leo? Je, ni salama? Hata sijai. Wala mimi sijakuzoea hivyo bwana. Haya, ngoja huyo Shemtoi saizi sijui kampatikana. Ngoja tujaribu tena kama itapatikana, make mda ule nilijaribu na wala haikuita kama. Bado wala hapatikani isha. Sasa sijui mambo ya mtandao wenyewe huko, wajua wenyewe watu wa mitandao. Si sawa hivi. Mimi kuja tu ili nifahamu kama amefika au la. Hayo ifi yangu, kitakachojiri mie tena nitamtuma Sheila aje kukuambia. Maana tena mie sikutoi ifi yangu. Siwajua tena muda wangu huu mie soma hapa. Sawa. Haya, karibu sana ifi yangu. Sawa, mimi nilikuwepo. Haya. Shemtoi naye vipi, amfika salama kweli? Mbona atakanchanganya? Allah fakba. Mzima hubno. Kakangu naye akumbwa yapi tena? Hebu ngoja nimpigie huyo baba Sheila. Si kazi labda waliwasiliana. Ila Shemtoi naye afanya mambo ya utoto. Na mume wangu. Wa alaikum salam baba. Sio koheri, tuko salama, sijui kipenzi changu waendeleaje. Sheila mzima, aenda madrasa. Sasa mume wangu mimi nikupigia simu, kaka Shemtoi wasiliana naye leo. Wansemaje mume wangu? Kwa hiyo hata huko bado hajafita Sasa mbona kaka Shemtoi atakanchanganya mie? Wallahi anchanganya mume wangu, kwa sababu kila nikapiga simu yake haipatikani, hata kwa kendaki, manake katoka asema kuja mjini. Huko mjini mgeni hivyo amjua nani? Jiji lenyewe hilo lina matatizo kibao, mambo kibao. Angakutana na wanazengo huko. Mie tena sina taraha baba Sheila. Basi jaribu wewe tena kuendelea kumtafuta na mie huku naendelee kumtafuta, maana mkeo mwenye kaja wala hali yake si nzuri. Ila kama ilikuwa mficha kitu vile. Haya mume wangu, magharibi tena hii. Kwa kafanye swala saizi. Insha Allah. Haya baba. Jamani kaka Shemtoi. Hankumbwa yapi jamani tena? Ila mimi nikamwambia, sema ndugu yangu mbishi sana yule. Nilimwambia mambo ya mjini achane nayo. Mji una wenyewe, lakini Shemtoi mbishi wallahi. Mbishi sana ndio. Bila anjaliwa ufupi basi na ubishi. Allah. Mama Sheila, kwanza salamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawa jana lipi wanijie uwanjani kwangu wacheka kugonga weye, mimi nilikuwa na kazi zangu vo ndani. Mama Sheila bwana. Mie kwanza leo naja hapa na jambo langu lanileta la muhimu hasa. Jambo gani hilo? Hii jambo bwana nakala rohoni huku. La mfukuta hasa la mfukuta. Mimi bwana kama unavyojua pale nyumbani nina mke. Lakini yule mwanamke akili yake haieleweki. Kwa sababu mimi kila siku kuntia bakora, lakini mwanamke haieleweki. Kunijia asubuhi, minywele tim kama mijoka. Jana mke kaso, jana mke lashe.
Sasa mimi nikawaza, nikakaa nikafikiria, nikatafakari, nikaona una mama Sheila. Mama Sheila we mwenye mmeo yule atoka akaenda huko miezi 5-6 harudi nyumbani. We hakustiri nani? Mimi nakuelewa. Kupeshe kibandiko wewe bure kabisa wewe. Baki akili zako wewe kama kopo washika wende chooni. Wewe ukatoka huko utokako. Waja wasema mimi utongoze mama shehe. Umewabandika huko wewe, ushamaliza mpaka watoto wa madrasa shehe wewe. Uje nibandike na mie mtu mzima. Kantie kwenye mkumbo wa watoto 2000 mie. Basi na wewe usichokielewa nini? Kwanza mimi halijaleta hilo bana, alikuwa nakutania tunakupima. Una lolote umalaya kibandiko wewe malaya haswa. Taarifa zako mie ninazo eti. Watoto wa chuo kote wamaliza wewe. Na wazazi wao zishafika hivyo. Kikao kijacho wewe usipoenda polisi sizani. Yote kwa yote, mimi halijaleta hilo. Nikwambie tu kweli. Niloleta hapa asala muhimu. Mwanao huyo Sheila. Sheila hivi sasa wiki simuoni chuo. Nakutana naye huko barabarani kakichwa kadungunya. Hajavaa juba, hajavaa nini. Lanipita lasema laenda kuchukua juba, naja chuo simuoni. Haya, yuko wapi mtoto wako? Awe baba kizabizabi na wewe. Limekuleta hilo kwa ukaona ubadilishe mada. Mwanangu Sheila kila siku atoka hapa. Mama anaenda madrasa na pesa madrasa haja nayo. Wanaambia Sheila afiki madrasa. Kwa Sheila siku hizi ana michezo ya ajabu kana kwamba aishia njiani Sielewi. Labda wampa hela aenda huko kula maboflo na ulojo. Mimi nitajuaje? Una lolote lilokuleta lile la mwanzo wataka kuja kunibadilishia mada kusema Sheila yangu mimi asije madrasa. Hivi wajua Sheila kila anavotoka hapo na kurudi mie najua hivyo. Una lolote shekibandiko wewe acha ufirauni wewe? Mimi na heshima yangu hii nilonayo hapa kijijini. Siwezi kufanya mambo ya ajabu kama hayo. Mimi niloleta hilo tu, mwanao Sheila simuoni chuo. Bandiko una heshima gani wewe? Kwanza mimi nicheke, wewe una heshima? Na Sharifu naye tutamwambia nini kama wewe una heshima? Nachoka eti shehe mwenyewe mbandiko. Yawezekana hata ushambandika ndio maana mtoto hataki kuja mama. Astaghfirullah, lazimu mtume simama ya Rabbi. Nenda bwana, mimi na kazi zangu. Kibandiko. Basi ndio hivyo, unifikirie lile jambo langu. Hebu nipishe mie, si bure utakuwa unalana we kibandiko. Na siku nyingine ukija uje na heshima, una adabu wewe kabisa. Ufanye haraka binti yangu, sawa? Ukachukua ule mfuko pale jikoni mpelekea Aunti Elisa. Haraka kabla kiza hakijatanda na kujua tena. Itegwa kina Mwajei, itegwa kina Sada, bibi wewe wajua upo nje. Afanya haraka. Jioni wapika wewe leo. Mama, afanya haraka binti yangu. Anti, karibu. Asante. Salamu alaykum anti. Wa alaikum salam Sheila, karibu. Asante mama, kanitumaleta mzigo. Nafika kuagiza mzigo. Haya mwambie asante. Haya mimi naenda. Haya usielewe basi nyumbani anti. Bye. Alafu akishaongea na nko mwambie anijuze. Sawa anti, mimi naenda. Haya. Jamani niti. Halijuaje sina hata chakula huku ndani. Alhamdulillah jamani. Niko hata sijui nakula nini. Ushemtoi na yeye jamani. Hantia mawazo hapa.
Masheila, mguu wangu huu ulikuwa unakuja kwako. Karibu, ndo tukutana hapa tena shogangu. Ninatoka na mizunguko yangu saizi uko karibu. Una taarifa gani? Taarifa kuhusu nini tena? Kwani wewe kakako Shemtoi si alisafiri? Najua Shemtoi asafiri na leo na kama siku ya pili nampigia simpati kwa simu. Nini tatizo? Basi mguu wangu unakuja kwako Masheila. Ile gari yetu ya kusafiria kwenda mjini imepata ajali. Lapata ajali vipi? Hizo habari umezisikia wapi? Taarifa hii nimepata asubuhi hii kwenye redio. Na ndio maana nikanyanyua mguu kuja kwako kukupa taarifa wewe. Watu wote wamefariki. Mamsungu muongo hivyo wewe? Ni kweli. Mtume roho yangu mie Shemtoi nilimwambia sende hii safari. Pole. Sasa ngoja niende kwa mama Kijicho nikampelekea taarifa na yeye mtoto wake alisafiri. Nilikwambia kakangu mie usende hii safari. Jamani mie nimeumbuka Shemtoi. Shemtoi weko wajuzi tu. Leo mke anachia mie kakangu weye. Shemtoi hapana. Nilikwambia kakangu usende hii safari weye, umekuwa mbishi. Jamani wafiwa poleni. Sasa bwana, matanga yetu tunamaliza leo. Msiba tushafanya, japo hatujazika mwili, umezika roho. Tuelewana? Sasa hapa tukubaliana na Sheikh Bandiko hapa kuhusu mali za hii maya hii. Tuelewana? Pamoja na mke wa Shemtoi. Katika hili swala la madhira aliyotokea, kuna jambo moja hapa mwafahamu jue kwamba Mama Sheila, nadhani mwamfahamu, dada yake Shemtoi. Bwana azimia toka siku ile apata taarifa za ajali. Azimia hajaamka mpaka saizi, apepewa huko ndani. Kwa hiyo msishtuke kutokumuona hapa. Tuelewana? Bi Aisha, tuelewana? Sasa bwana, kikubwa zaidi hapa ni kuhusu mali za Shemtoi na mashamba yake pamoja na mkewe. Tuelewana? Bwana, mashamba hapa tuwapendekeza atachukua mdogo wake huyo hapa, Sheikh Asmani. Atachukua Sheikh Asmani. Alafu ngoja niweke tiki hapa. Alafu hii nyumba atabaki nayo mkewe. Shemtoi hana mali ingine.
majembe na nini atachukua huyu Sheikh Athumani. Lakini pamoja na yote hapa bwana, kuna kitu kimoja, mkewe. Sasa nilichoonelea hapa, mbali na mali zake, mie nitastiri mkewe, yani atakuwa mke wangu wa pili. Mtume rasuli. Mie staki bana, na kujua wewe malaya tu. Hapo cha msingi tu kilichobaki mimi mniachieni huyo shemeji niishi naye. Sasa mwakataa. Wewe mzee kumbe wa ovyo eh? Yaani mimi nilikuwa napona mtu wa maana unajielewa, kumbe wa ovyo eh? Usimke rafiki yako huyo. Sasa wewe ulitakuwa mrisi wewe? Ala. Tizame kwanza lijuso lake hilo. Haya wewe toka lini ukamlisi huyo? Au una ndugu naye huyo alishemtoi? Basi mimi nikurisi wewe. Mlisi mimi unaniweza mimi. Unaanza ya kuona mtu kama mimi wewe. Sasa kuliko mlisi wewe, si bora hata mlisi huyo ndugu yake? Au nyinyi mnasemaje jamani? Eti, nyinyi mnasemaje? Ni kweli. Maana yeye hauhusiani naye, hatukujui sisi wewe ni nani mpaka umlisi huyo. Wewe waona sawa hilo? Si bora ningeendesi mie. Yaani kuna kuona wa maana kumbe kujielewi. Sawa. Nikusikia. Wewe si hapa. Au nyinyi mnasemaje jamani? Anamlisi jamii mke wa rafiki yake. Na nyinyi mkubali hivyo. Mimi nataka nistiri, unaona huruma hivyo. Kwanza yani mama watu kafio, bado hata umpepo eti umlisi. Huu ni umalaya. Yaishe shangazi, yaishe shangazi. Mwenyewe. Sasa hapa nadhani tushamaliza hapa. Shemeji, kama tulivyozungumza hapa ni shati ya tiki. Itajua wewe nimetia tiki nyinyi. Sasa bwana, ndugu yangu, mimi bwana msiba mimi nafunga. Na katika msiba huu unepatikana shilingi 4,000. Sasa mwakataa nyie ndo mlikuwa mwashika hela. Wewe ulitoa mchango shingapi? 4,000. Hamuna hata aibu. Na mpaka sasa msiba nafunga rasmi. Tuelewana? Nafunga kama tulivyomaliza. 4,000 mtaifuata nyumbani. Shehe wangu, tutaonana. Shanto. Aka, hawa vipi tena? Mbona wanikimbia? Kunani? Huyu kalala chali, yule naye kazi. Ni Silisa yule. Mbona kazimia? Kazimia nani tena? Kwani wapata taarifa gani mpaka wewe wanikimbia? Kama nimekuwa jizuka vile. Halo Elisa. Lisikibandiko yule. Vipi, waendeleaje? Alhamdulillah, namshukuru Mungu leo nimekaa hapa. Maana hali yangu yani si shwari kabisa. Nilikuwa najisikia kafurani yani tangia majuzi heka. Watushtua bwana. Mimi natoka nyumbani. Naenda huko chini huko. Napita hapo nikasema ngoja niingie hapa nikusalimie. Nijue hali yako, tuje tukaomboleza msiba mwingine hapa. Kamzuzu, astaghfirullah, wewe muogope Mungu wewe. Kwa ushanitengenezea kabri mieti. Waropoko watu wewe. Mile kuzimia tu watakaoniangalie na kabri kweli. Sasa wewe mtu gani wazimia siku 4? Siku 4? Wakuweza ingekuwa kuweza kutokuzimia ile hali ya siku ile. Nimeshakufa bwana. Mimi sikuelewa siku ile. Wallahi nakuja kuona kiza cha nivaa usoni mie tafurani mpaka pale sikuelewa kilichoendelea. Yaani kiza tupu cha tanda machoni kwangu.
Sikuwa naelewa hivyo. Ehe. Kwa sasa hivi kuna mwanga? Wewe una kiza? Si ulisema ulizima mwanga usoni? Kamzuzu wanichosha mimi bwana, unajua mimi najisikia vibaya. Kwani tangia hiyo juzi mpaka leo haibadiliki. Sasa ushapona, unaona mwanga saizi? Wewe una kiza saizi? Mwanga. Tatizo lako masihara yamekujia sana. Yaani wewe hubadiliki wewe. Sasa mimi hajaleta hayo. Kama umezimia au hujaona mwanga ni wewe. Bwana mimi naondoka zangu, lakini mbona unasikia bwana arudi? Bwana yupi? Mtoi. Ndugu huyo. Sinasikia arudi hapa kijijini, watu wa swampa wakimbia, wengine wazimia. Kibandiko kule nasikia azimia naye mpaka saizi, maskini ya Mungu nashinda hata kwenda kunitizama. Kamzuzu wewe kibandiko azimie kwa ajili ya Shemtoi? Si ndio? Kwa nini? Mimi sijui. Wewe umezidisha chumvi. Mara wasema nzimu arudi, mara nini? Mimi sielewi. Yaani ulivyosikia wewe na mimi nasikia hivyo hivyo kamba karudi, lakini hapa kwangu hakutia miguu mpaka leo. Aniumiza kichwa mimi kakaangu Shemtoi. Kama vile atakanitoa kafara mambo yake anayoyafanya kwa tamaa ya kutaka pesa haraka. Sasa kakutoa kafara na uko na viungo vyote? Bwana wewe ushanielewa bwana. Sawa, sasa. Kwake hujafika yule. Au uko kwake? Kamzuzu mimi nitakutukana hiyo. Basi Aisha. Sasa mimi nishakwambia mwenzako unajisikia vibaya, niongelesha sana. Fanya basi uende, mimi nataka nikafanye sala saizi nipumzike jamani. Sasa mimi sikai bwana. Mimi nakuja kutizama wewe. Sije tukaomboleza siba mwingine hapa. Nimekuja kukutizama mara moja nione hali yako. Mimi naondoka. Hembu fanya uende wewe. Mtu mwenyewe aja mikono mitupu eti nenda muona mgonjwa. Sasa wanifukuza? Na kufukuza nini akati nakwambia uende kama si romba kitu gani? Hivi wasikia kweli mtu aenda tamaduni zetu za kijiji hiki na Afrika, unapoenda kumtazama mgonjwa basi ukabeba hiki, waja mikono mitupu, waja kuniambia habari sijui za Shemtoi. Hata mimi nimesikia kama ulivyosikia wewe. Wewe nao una bahati mbaya sana wewe. Wewe una bahati mbaya kweli kweli. Tena kama hivyo wasema kakako kutoa kafara ni kweli. Kamzuzu fanya uende bwana. Kila nikija nakuta huko maji poa, huko samaki hakuna. Haya basi sawa. Leo lini kwani? Leo Ijumaa. Ijumaa. Sasa wallahi nishasahau mimi. Saa 6 ishafika. Binda nitafanya swala, fanya basi wewe au tena ndo Firauni ushakuja kufanya swala wewe kuwezi. Ngoja ni wa msikitini, lakini kesho Jumamosi totale ndio nitakuletea samaki. Nitashukuru. Sawa. Haya. Na malapa vipi? Chukua, nishachoka na wewe. Kamzuzu wewe. Mashaila unaga roho mbaya wewe. Chukua ndugu. Yaani kwanza mie nipo hapa, lakini nafsi yangu wala haipo hapa. Yapwita. Maana sielewi. Wewe Shemtoi kweli wewe? Bana, ni mie bwana. Wanionaje? Yaani we bwana, tulianua msiba, twapata taarifa wewe wafa. Twamaliza kila kitu, taratibu zote twamaliza. Haya, wewe waja waibuka ghafla kama ushuzi. Watokea wapi? Yaani ujue kibandiko wewe. Hapa ndo nazidi kuamini kwamba kwa kijiji hiki watu ni wachawi. Yaani sasa kwa sababu kweli nyinyi watu wazima na akili zenu nyinyi mwanizika mie mzima. Sisi bwana twapata taarifa. Lile gari la kijiji lile. We mwenyewe alifahamu. Na alijua ndio. Lapata ajali, twapata taarifa we wafa. Sasa twashangaa juzi twanua matanga twakuona ghafla waibuka kama chafya. Watokea wapi wewe? Bwana kibandiko yalonkuta huko mazito. Haya yepi haya? Mimi bwana kweli niliondoka hapa, shenifahamu mfanya safari. Lakini sasa mimi bwana sikuondoka hapa. Ulienda wapi? Unajua ulikuwaje? Niwapeleka salamu kwa huyo kidudu mtu. Wanasha wewe. Nakwambiaje mpenzi wangu Shemtoi? Niambie mama la mama. Wanifurahisha wewe kitandani. Sio wewe tu. Kabisa. Mimi nipe mwezi mmoja tunakuja nihamie kabisa. Kabisa. Mimi nakuja natenga maguna mimi hapa. Wasema kweli? Nakwambia na maanisha hivyo.
Akianza kukutafuta nje msikitini huko, akaanza kutafuta kutangaza mume wangu kapotea. Yaani hivi. Mimi Elisa kishamwambia kwamba nishamia mjini kwa nafanya biashara, kumbe niko hapa kijijini. Kabisa. Ishaisha hiyo. Wajua nini mpenzi wangu Shemtoi? Labeka. Mume wangu mimi hawezi kitu. Wasema kweli hivyo? Kweli tena nakwambia. Oh. Kabisa yani. Ala, ndio maana kwa unapata shida kweli wewe mwanangu. Tena shida kweli nilivyokupata wewe. Oh. La haula wala. Sasa nakwambia hivi Mwanasha. Niambie mpenzi wangu. Mimi nataka nikupige vitu wewe, nikupe mapacha hawa wawili. We. Nakwambia tena hivi. Wasema kweli. Niachie mimi. Ishafika hiyo kesi, ishafika kwa mwenyewe hivyo. Mimi naona kama vipi, naona tu wamie hapa mpenzi wangu. Wewe unaonaje? Hiyo naijua hiyo. Kwa nini tena? Haya, wataka mimi nihamie hapa vipi? Haya, na mume wako waliweka vipi hilo swali? Twaishi vipi huko ndani? Hii nyumba yenyewe mimi nimemstiri. Nyumba nimepewa na wazazi wangu. Ada. Kweli? Yule bwana kumbe wamstiri hapa ndani? Namstiri. Sikukwambia. Kweli makubwa. Madogo na Israeli peke yake. Waona Yaani mtu kimtazama aweza sema kweli ana maisha yake, kumbe wamstiri huko ndani. Namstiri. Nyumba angalia yote nyumba lote hili. Kweli tena. Yule jamaa kweli wa ovyo yule. Kabisa ya. Basi endelea kunikawiza hapo, mimi nikupata burudani hapo. Mtoto mpaka waomba kibali, mimi waomba leseni, je niamie hapa. Oh, see. Mtoto wewe mwaka umewaniua mie wewe. Yaani Mwanasha, mimi nakwambiaje? Nataka nifanye ziara moja wewe nikushangaze. Ya wapi yo? Ni kwa mambo unayoyafanya mimi, wewe sio kunifanya mimi ni mwage mke wangu ni mamenda mjini. Wewe. Kumbe nipo kijiji hiki. Shika vizuri. Sio vizuri hapo. Hapa Maana inafanywa massage mie. Tulia mume wangu ulelaza mimi. Do. Kabisa yani. Na kuna hatari kweli wewe. Mpenzi wangu Shemtoi. Waionaje? Hapo naiona. Waionaje? Waiona? Alio niache tu. Nini tena? Vipi kwani? Mungu. Kaingiaje huyu njiwa humu ndani? Mungu sio njiwa. Labda umesikia huko nje ndo alikuwa anapita, labda mdada anaimba. Kweli tena. Eti Kwani Mungu umefika saa ngapi? Saa nusu kasoro. Njiwa. Alio mimi si njiwa bwana. Sio njiwa? Wala hata mimi si njiwa bwana. Nipo tu. Sio njiwa. Hebu imba. Wewe njiwa, kaa hapo. Sogea, kaa chini hapo. Wewe nenda kaa chini. Sijataka nishike chochote. Mimi Imba kama vile mnaimbana. Bwana samani kidogo. Nyamaza. Nilikuwa naomba maji ya kunywa. Wewe sikia. Hebu nipe ile nani? Nipe na nimpepete sasa hivi. Nipe ile ungo nimpepete. Halo. Leta ungo nimpepete. Asante vipi na ungo ni wa vipi tena? Kaa hapa, kaa hapo chini. Imba. Mume wangu umesikia? Imba na kupepeta. Kwani mimi wanijua wewe? Ni wala hata sikufahamu wewe. Kweli tena mume wangu. Wala hata tufahamiani bwana mimi na huyu. Mimi hata simfahamu, muulize yeye. Sikilize mkeo bwana. Kwa hiyo sasa hivi hamjuani? Muulize. Hamjuani sasa hivi. Toba. Kwani wewe utakuvua wigi. So wigi wewe. Kipala mzee. Kipala? Mimi kipala. Sikia. Nenda ndani fanya la. Mume wangu kwani unataka kumfanya nini? Si umesema mjuani? Kweli tena mimi simjui. Ungemwacha tu hapa tukae wote tuzungumze tunajadili tu. Toba. Nitajua cha kumfanya. Si haumjui. Sasa nini maneno? Pumbavu. Njiwa. Ndio. Naona umekosea kuja kwenye tundu la manyasi. Sijakuelewa, maanisha vipi hapo? Alo, wataka kunifanya nini tena? Si umesema sio wigi. Tutazungumza. Nyanyuka kwanza, nyanyuka. Ndio. Unajua kama mke wa mtu sumu? Naisikia tu. Badilika mimi. Bwana Antoni na sebule hivyo ujue. Mbona mimi mke wangu umemleta sebleni hapa? Kaleta mwenyewe hapa. Kaleta mwenyewe. Hakuna kabisa. Wewe ndio kidume sana. Nisikize basi. Nasikia kichwa hicho. Wewe Toba jamani wewe. Mwanasha, wewe Mwanasha, ndo Mwanasha. Toba. Pumbavu.
Na usije tena pumbavu. Wewe mwanamke ndio kazi yako hii. Ina maana mimi ninapotoka na unaingiza. Si ndio hivyo? Kwa mimi nachezewa akili. Sasa nakuja huko. Sana. Basi bana. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Haya ndo mambo yananikutania bwana. Alhaula. Kumbe jamaa liko kwa dimu bwana. Si tunajua limekufa. Sasa Lisa siantaki. Hizi taarifa nampelekea sasa hivi. Kwanza pole sana. Lakini wewe acha bwana. Jamaa nenda kwa demu kabisa na napata maamshi namna hiyo. Wewe mwenyewe kweli Shemtoime bwana. Lazima mkuguse, maana sikuamini mpaka sasa hivi waniambia yote lakini bado sijaamini. Naondoka. Haya, waenda wapi sasa? Ninaenda kwa Masheila. Ala. Baba kama wewe vipi? Shemtoi wewe. Kujizima data tu alete huo uongo hadisi tamu hadisi kolea na kusikiliza. Kwanza waendeleaje wewe? Hali yangu kama unavyoiona. Mwawezekana vipi nyinyi mweka msiba Messi hapa? Sasa Shemtoi ukanlaumumie kakaangu hapo mimi ninakosa gani? Mambo hayo amefanya mashehe huko wakina Kibandiko na mashehe wakubwa. Misele chochote, yani hapo sawa sawa tu wanionea maskini ya Mungu. Sina ninachokielewa chochote. Cha kumshukuru Mungu tu na mie ningekufa ila niko salama. Ila tabia uliyofanya si nzuri, mtoto watu yule umemwacha wampa heka heka. Hivi una nini wewe lakini? Mie bwana, mshanifahamu Mimi siku ile nimeondoka vizuri hapa Shelewa. Mefika stendi pale, safari ilishindikana. Ilishindikana vipi? Mimi kuna watu nimekutana nao pale, kaniambia Shemtoi, kuna kazi pale ukatilia karafuu. Na hiyo kazi na hela nyingi. Ikaona kapiga na hesabu nikaskuti pale, kanaona kama ili swala zuri. Pesa nyingi pesa ngapi? Wale bwana walikuwa walipoka dola. Shelewa. Lakini sasa we Masheila we acha hii dunia hii bwana. Dunia ina mambo. Hashakumu si matusi Shemtoi. Yaani wewe ni kubwa jinga zuchwa. Dola waijua Ni susu vipi hapo? Wewe soma wapi kuijua dola? Waijua dola wewe? Sasa ndo maana mimi nikataka nende mjini kajifunza hivyo vitu. Hivi vitu navijua vipi nikiendelea kwa hapa kijijini? Sasa hapo mjini ukakutana nao akakupeleka kwenye karafuu akupe dola au kaenda mjini kujifunza ili ujue dola. Akili huna kabisa we. Kazi ya kunisumbua tu kumzurulisha kumuumiza kichwa mtoto wa watu. Kama ulikuwa hauko tayari kwa nini ulioa wewe wataka kumchanganyania akili mimi na mambo mengi. Shemtoi wewe mkubwa bwana, hebu hata kunichosha mie mwenzio. Mimi na yangu eti nibebe na yako. Mimi nitakuwa binadamu gani lakini mbona ubadiliki wewe? Basi sama Sheila, wewe na ukianza kuongea waongea. Sio naongea mpaka saizi niko hivi kwa hali hii si sababu yako wewe. Kwani wewe Lisa asemaje? Mimi ma pressure tu. Lisa aseme nini? Lisa na yeye aliitikia kama Masheo alivyosema. Basi nisharudi hivyo ni. Badilika bwana we mkubwa eti. Baada ya hapo hizo dola. Sasa shemeji, habari ndo kama hiyo. Nimekuletea hapa. Sawa. Sasa wewe Kamzuzu sikupendi, sikutaki. Siku ile wanikimbiza hapa na mjikiti mkubwa kweli kweli. Ungemeua. Basi tuache shemeji. Haya, mumeo ndo huyo kijiji cha pili huko. Shanipata? Mumeo kijiji cha pili hapo, ajifanya enda mjini sijui nini, kumbe ajilombosoa na wanawake wa Kipemba. Mashallah. Ansifia yule, mimi nakasirika kweli kweli. Ina maana Mikoli Shemtoi ananifanyia hivi. Wala si ndio hapo. Ninajistiri na kukataa tena wewe shemeji. Sasa je. Unaona sasa? Hata mimi nashangaa sasa. Mwanamke nzuri ya wewe. Anafanyaje hivyo bwana? Sasa bwana shemeji, hii habari ishakuletea hii. Sasa? Mimi nashukuru shemeji. Asije jamaa kuja hapa
Na Makonde aja anipige hapa. Ujamaa namjua bwana, yule bwana Kipala yule. Mimi hapa na wai zangu huko, niende zangu msikitini. Wewe usijali, mimi sitamwambia kitu chochote. Wewe kuwa na amani. Eti hivyo. Kambi sisi bwana. Bwana. Mimi nashukuru kuniletea hiyo taarifa. Au sio shemeji? Hapa namsubiri. Sawa shemeji. Kwa mimi niende. Sawa mimi. Asija nkuja hapa. Shemeji, kesho bwana Jumamosi nitakuletea samaki nikienda feri. Wataka samaki gani? Changu, nguru? Taka nguru. 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 Shemeji. Usiwe na huzuni sasa, si tupo. Sasa mbona ndalo unashikia hapa? Sijazoea. Shemeji, tutaonana itavaa mbele huko. Sawa. Yaani huyu mbwa huyu namsubiri. Ataniona mimi naye. Yaani shemtoo kunifanyia mimi hivi. Amenidanganya ameenda kupata kazi ya kukata karafuu. Analipo $1. Halafu amenidanganya amezulumiwa. Kumbe ameenda kwa wanawake zake huko. Sasa ashanitambua. Namsubiri hapa hapa. Dada, sasa hizi. Salamu. Kwema. Kwema. Karibu. Asante. Hapa nimeelekezwa, hapa ndo kwa Shemtoi. Hapa ndio kwa Shemtoi. Wewe ni nani yake? Mimi ni mpenzi wake na Shemtoi. Wewe dada, mpenzi? Mimi ni mpenzi wake na Shemtoi kama ulivyosikia. Na wewe ni nani yake? Mimi ni mke wake. Mie ndo mke mwenzio. Nipisha nikae, mie ndo nishafika hapa, niko na mabegi yangu. Unashangaa? Nishafika mie. Dada, umechanganyikiwa? Ndo tuone mama alochanganyikiwa ni mimi au wewe. Ngoja tumsubiri Shemtoi, si katoka, si kaenda ati mie siyu. Aya. Ngoja tusubiri. Msubiri nitoe pochi yangu sije ukanikalia bure, pochi yenyewe ya bei. Ndo nishafika mie. Msubiri Shemtoi arudi, si kaenda sokoni, si kaenda ati. Shemtoi, kuja hapa. Kuja baba, njoo. Njoo baba, kuna mgeni wako. Aya, fanya uje haraka. Kuna mgeni wako hapa. Njoo, sogea baba. Njoo. Wewe vipi wewe? Yaani Shemtoi kunisaliti mimi. Bahati mbaya. Sina hadi wanawake zako unawaleta hapa. Wanakuja, wanakujua. Ati? Wanakwambia vipi? Awe, wamwambia vipi? Mke wangu huyo. Bro. Wasemaje wewe? Kama ulivyosikia hivyo. Uko nilikotoka kwenyewe. Bwana huyo kanitimua mie. Tena sababu yako wewe. Nie? Haswa. Hapa nilipo. Nina ujauzito wako. Mtume. Ya Allah, unasemaje? Kama ulivyosikia bibi we. Sasa nimekuja zangu na mabegi. Nimehamia hapa. Uko mie sirudi tena.
Yaani wasemaje? Kama ulivyosikia. Wewe uje kuhamia hapa. Mimi naishi na mke wangu hivyo. Afu azungumza habari zako hizo, huyu unanilibia ndoa vile ujue. Hiki kiumbe ulichokiwa kwa mtumboni Isha kuwa kesi hiyo. Anauliza utafanya? Toba. Hivyo una aibu Isa mambo gani ya kupigana mbele za watu? Waniaibisha mie. Kumbe Kamzuzu alikuwa ananiambia ukweli Ati? Sasa unakwambia vipi wewe? Sikiliza tusiane mbali. Nilikupenda, nikakusamini. Na nilijitunza. Kindi umeondoka, kumbe umeenda kwa huyu kwa mara yako. Dada jishikilie. Mie so malaya. Tulia kabisa hapo hapo. Haitoshi, nikaamua kubebeshana na mimba. Si ndio? Shemtoi, nimekuvumilia sana. Naondoka, talaka yangu itanipata nyingi. Sasa uelekea wapi tena? Tulia babu, kumbuka kuna kiu. Wasemaje wewe? Uko mie mwenyewe hiyo ushaniharibia ndoa yangu huko. Kwa tulia. Tuleki kiumbe tumboni. Wewe ndio ulinifosa ukasema nije kwako. Wewe mara sio atakasijui nini. Wasemaje wewe? Ni mwenzako waniweka msiba huko. Wasemaje? Ndio nakwambia. Mimi ndo nilikufosi uje kwangu wewe. Wewe uliniita ukaniambia nije ukaniambia niishi ile safari. Wewe si mwenye. Ndio ishakuja. Sasa kwa taarifa yako. Nimekuja na mabegi yangu. Kwa msubiri huyo mwanamke wako atoke tuingie ndani nitulie kulea mtoto mie.